بنشيدي. وقفت حروفي عند باب نشيدي، والشوق يركض في مجال وريدي، والريشة الخضراء تهتف في يدي. هيا ابدئي يا ريشتي وأعيدي. كم فارس في الحرب نال شهادة، ويكون عند الله غير شهيد. كم قارئ في الناس يحمد ذكره، ويكون عند الله غير حميد. كم فارس في الحرب نال شهادة، ويكون عند الله غير شهيد. كم قارئ في الناس يحمد ذكره، ويكون عند الله غير حميد. وقفت حروفي وقفت حروفي عند باب نشيدي. ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان, tuko kwenye aya 12 na 13 katika sura Al-Mujadala, sura ambayo tunaitafsiri. Baada ya kuona mafunzo yote yalokusanywa kwenye aya ya 11 katika hii sura, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala leo awanadia waumini na huwapa nidaa waumini, kisha akaweka la sharia kama desturi ya miito yote ya imani iliyoko ndani ya Qur'ani. Ya ayyuhalladhina amanu ikija mbele huwa kuna sharia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aiweka kwa watu. Sasa kwenye hii sura Mwenyezi Mungu aya 12 asema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, idha najaytumur rasula, munapozungumza siri na mtume, faqaddimu baina yaday najwakum sadaqa, changulizeni mbele ya siri zenu, muchangulize sadaka. Kwa maana kwanza mutoe sadaka, kisha ndio muzungumze siri na mtume. Sikiliza sana isharia. Mwenyezi Mungu hili asema, dhalika khairul lakum, hilo ni bora kwenu. Lipi? La kutaka kuzungumza siri na mtume, kwanza kuchanguliza sadaka, asema ni bora kwenu. Wa athhar, na ndilo lililo lenye kuwasafisha zaidi, ni bora na ni lenye kuwasafisha zaidi. Asema fa in lam tajidu, musipopata. Sasa musipopata cha kutoa, na imewekwa sharia kuzungumza siri naye mpaka kwanza mutoe sadaka. Sasa mukikosa cha kutoa,
fa inna Allaha ghafurur rahim, hakika Mwenyezi Mungu ni mwingi wa msamaha na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni rahim. Kwa kuwa huna cha kutoa na wataka kuzungumza siri na mtume. Kisha katika aya 13 Mwenyezi Mungu asema ashfaqtum an tuqaddimu baina yadi najwakum sadaqat, hivi mwaogopa nyinyi waambiwa Waislamu, hivi mwaogopa kuchanguliza sadaka mbele ya siri zenu? Yani kwa maana kabla hamujazungumza siri na mtume mwatakiwa mutoe sadaka. Sasa mwaogopa kuchanguliza mbele ya siri zenu sadaka? Mwaogopa utafukarika kwa kile mtakachokitoa? Fa in lam taf'alu, musipofanya, wataba Allahu alaykum, na Mwenyezi Mungu atawasamehe. Angalia sharia yetu sasa, yatoka amri kuambiwa faqimu salata, simamisheni swala, wa atu zakata, na mutoe zaka, wa atii'u Allaha wa rasulahu, na mumtii Mungu na mtume wake, wallahu khabirun bima ta'malun, Mwenyezi Mungu ana habari kwa mnayoyatenda. Aya mbili hizi ya 12 na ya 13 katika suratul Mujadala ni nidaa ya Mungu kuwanadia waumini kisha kuwapa sharia. Na Mungu alivonalo lina maslahi kwa waja wake, haswa waumini, huwawekea sharia. Sawa sisi wenye kuwekewa sharia tujue ale maslaha ama tusijue, tujue hikma ya kuwekwa hiyo sharia ama tusijue, lakini Mungu hawawekei waja wake waumini la sharia lenye taklifu. Angalia hapa pana hikma ya kuwekwa sharia hii, ni kumuhafifishia mtume dhiki alizozipata ambazo hana budi yeye mtume lazima ahimili vile alivyohimili kwa kuwa yeye ni mtume. Lakini juu ya yote hayo ukakumbukwa na ubinadamu pia, juu ya kuwa ni mtume lakini mwanadamu, na mwanadamu humpitikia ya ubinadamu. Hapa itakuwa tena nkuchiana dhiki, itakuwa nkunkatisha mtume na mengine, ima tankatisha na mengine yanaofungamana na muamala wake na watu moja, ama utankatisha yeye mambo yanaomhusu yeye kidunia, kwa sababu yeye mwanadamu kuna mambo mengine pia ataka kuangalia. Ndio ikateremshwa sharia hii. Sharia hii ilipoteremshwa kwamba usinongone, usizungumze siri na mtume mpaka kwanza uchangulize sadaka ndio kisha unene na mtume, mbali ya kuwa itakuwa ntakhfifu kwa mtume, hapa pia ilikuwa ni mtihani kwenye kuweka nidhamu kwa kitu ambacho ni azizi kwa mwanadamu. Sikia vizuri sana, wasemaje mwanadamu kwa pesa? Mwanadamu kwa pesa ni hatari, weza kuua mara moja, na vifo vingi duniani kwa pesa. Vifo vingi pia duniani mwanadamu weza kuua kwa mwanamke pia. Yote hayo ni katika mali azizi kwa mwanadamu. Zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisai wal banina, shuf, wal qanatir al muqantara min adh-dhahabi wal fidda wal khayl al musawwamati wal an'ami wal harth. Zote hizi katika mali azizi kwa mwanadamu. Mifugo, kurundika mimali, warembo, watoto. Hapa ndipo patokea po vita na patokea po vifo. Hapa sitosawazisha yetu kulisawazisha na mtume kwenye sharia hii, lakini tapigani mfano, kwa sababu kwenye kwetu muamala wetu pia hukomeshana kwa mbinu hizo, lakini hatutukui ni mfano wa kusawazika na sharia hii. Angalia, pahala paweza kukawa hapana tatizo, lakini kukitajwa fedha, kukitajwa pesa, haya matatizo yashatokea.
Hebu angalieni kwenye kutoa, mwasemaje? Kwenye kutoa kuna udhia, nakwambia. Tena katika kutoa mtu huenda akapiga hisabu, shekhe wangu, ikawala 10 kwake ni hasara kwenye hesabu yake. Desturi ya mwanadamu. Angalia mwanadamu katika kuchumia nguvu za mwenzake kwa pesa zitolewazo na mwenzake, hajali. Takupa mfano, mutanisamehe, na hii mifano siipeleki kwenye sharia. Wasemaje wewe ukimpigia mtu simu, wewe umempigia mtu simu, wasemaje wepesi ulionao, wataka kunena assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh, bwana kumefiwa madishi na dhuhuri, kisha kuikaje? Maana yake kweli huwa nini? Huanzi sende, kumefiwa mazishi na dhuhuri, salamu alaykum. Pengine wewe umekumbuka jambo moja kwa ewe kete simu ashezima kichama. Wasemaje ukipigiwa wewe? Awe mwenzako sasa hukupigia, subhanallah, tataka kulala kwenye kiti kile tunachokicha kichijaja ya uri, weke na kofia hapa kama nze majuto, baada dhalika hupapasa taka kunena, hutaki kuikacha simu. Nini maana? Ni kwa kuwa pesa zenda si zako, au sivyo? Ho, ni mfano mwema, na kila mmoja atatipeleka kwenye namba yake katika kumpigia ncho simu. Ikiwa katika wale twi ujue ni mtu wa hisabu wewe, basi ujue ya kwamba kama ambavyo wewe una hisabu na alokupigia pia zile hisabu zake, au sivyo? Hii yote ni katika matatizo ya hela. Hayangalia pahala huwa hapana nidhamu. Angalia kwa jeshi tu, jeshi hata akateswa namna gani katika nidhamu, kwenye discipline, lakini angalia askari kwenye kufungwa kwenye birika, akapewa jembe kulima, akafanywa ni kufundishwa discipline kwake, wasilolote chochote. Lakini angalia mwanajeshi huo kufundwa discipline yake, mwisho wa mwezi akakachwa. Na ulizeni wanajeshi hapa, kaambia kwamba tena hii ndio system kubwa imetumiwa. Fanya mchezo wako wa chora tu, tena mchezo wako wa chora, mkubwa amekwambia jambo akuchora tu, ukifikia mwisho wa mwezi amekukacha. Shekhi, huudhika, ukapacha dhiki, ukawafadhali kama ulipowa jembe ukalima shamba zima. Lakini jamaa waona kwamba kukufundisha discipline wewe kukukacha, ushapiga hesabu zako, hizi ndangano, hizi ndavunga, hizi ndasima, hizi ndamboga, akapiga pande pale, basi tayari utakula ngumu. Mwafahamu? Sasa utakuwa na nidhamu, ukiambiwa kitu chochote utakuwa uko tayari, umewekwa kwenye nidhamu kupitiwa kwenye kukatwa nini, au sivyo jamani? Sawa kabisa. Sasa angalia, hii sisi kwa sisi tu kwenye yetu, ukiwekewa kitu ni mtozo, sio? Hata jamaa waweza kuwa msikitini kabisa, bora tu kuwe kuna nini, kuna kitu. Kwa hivyo hii ni nidhamu, twaweza sisi kurekebisha mambo kupitia kwa sababu hiki ndicho kitu azizi kwetu sisi. Angalia hii sharia na hayafanani na sisi, lakini ajua ya kwamba hapa tutatoa nafuu kwa mtume. Maana mtume wa wote, na wengi wataka kuzungumza naye, na ilikuwa mitajiri kombembe, wengine hawapati nafasi, na wengine kuna kwenda kunongona siri na mtume, si katika wantume, pengine nkwenda tu kutaka kujua mambo yalivyo. Sasa ili kuchakaswa mkao huu na ujikusanya na mtume, ikawekwa sharia, wataka kuzungumza siri na mtume, toa chochote. Mbona riwaya zasemaje? Hakuzungumza siri na mtume isipokuwa Ali bin Abi Talib, na yeye mwenyewe asema fakhran ya kwamba mimi ndio niloleta takhfifu kwa umma huu kwenye sharia walowekewa
usizungumze na mtume siri mpaka utoe sadaka, na wasipate cha kutoa ikawa sababu wa takhfifu. Sikiliza wanaviona wanavyozungumza kwenye aya mbili hizi 12 na 13, aliposema idha najaitumur rasul, munapozungumza siri na mtume, sarartum. Naam, Ibn Abbas asema nazalat bisababi anna almuslimina kanu yukthiruna almasail ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Iliteremka aya hii kwa sababu ya Waislamu walikuwa wakikithirisha sana masala kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, hatta shaqu alaihim, mpaka wakanchia dhiki. Ni nkao tu, hauondoki mtume, hawezi kuondoka kwenda kufanya lingine lolote, ni magurupu tu, na hawezi kuwafukuza. Ikaletwa hii sharia. Fa arada Allahu azza wa jalla, akataka Mwenyezi Mungu aliyetukuka, an yukhaffifa an nabiyihi sallallahu alaihi wasallam, an khafifishie mtume wake. Na angalia hapa, humkhafifishia mtume, na hapo aya zaeleza pia sisi kupata takhfifu kwenye uzito tuloupata, ikiwa sisi sharia tulisoma uzito walioupata kwenye kutoweza kutoa, na Mungu akawasamehe. Haweki sharia Mungu kisha akainasihi akaleta sharia, isipokuwa huwa pana maslahi na takhfifu kwa waliowekewa sharia. Na ndivyo jinsi Qur'ani yetu tukufu ilivyo, ndipo kukapata nasikhun wa mansukh, aya zilizofutwa hukumu na zilizofutwa hukumu, zote kwa kumkhafifishia mwanadamu kwenye uzito wa sharia aliyowekewa, kumpeleka kwenye takhfif. Haya, tuende tukaone. Falamma qala dhalika, aliposema hivyo, Mungu ashasema ya ayyuhalladhina amanu idha najaytumur rasula faqaddimu baina yaday najwaakum sadaqat. Aliposema hivyo, kaffa kathirun minan nas, wakajizuia wengi katika watu, ikawa kumekuwa hakuna niki tena siri, hatuwezi tena kwenda kwa mtume kuzungumza siri, kwa sababu wengi walikuwa katika wasokuwa na uwezo wa kutoa. Tayeb, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala angalia akasema dhalika khairul lakum wa athhar, hilo ni khairi kwenu na lenye kuwatahirisha. Subhanallah, yani wewe utakuzungumza siri na mtume, kwanza utoe sadaka, kufanya hivyo mbora na ndilo lenye kuwatahirisha. Ndilo lenye kututahirisha vipi jamani? Twaweza kuona utwahara wetu kwenye mambo si pahala pa mtu kuwa tahara, lakini sharia Mungu. Takupa mfano ni aya katika suratul Nur, ile aya inayosema ya kwamba munapoenda kubisha kwenye nyumba ya mtu, kisha wenye kubishiwa wakawaambia rudini, hatutaki kuwafungulia milango. Angalia Qur'ani hapa, yanionyesha kwamba si ujauri wa mwenye nyumba kukwambia rudi, usitaki kukufungulia mwenyewe. Mwafahamu? Lakini kikwetu itakuwaje Waislamu watukufu? Semeni ukweli, itakuwa ni udhia kweli. Mmekwenda kumgongea, anaambia leo hana time za kunifungulia. Sina time za kufungulia kwa sababu nina uhuru wa nyumba yangu na sharia mmepewa na Mungu wangu. Wakati mwingine ukigonga nsikufungulie, nikwambie rudi, tena kurudi si ujauri, mmekupa nafuu wa usilolipata ili ulipate. Ndilo lililofanya maswahaba walie jamani. Hii sharia katika Qur'ani, leo kwa tukisoma kitabu chetu itakiwavo, tusingekuwa na matatizo. Maswahaba walikuwa wakisikitika sana. Wakiulizwa mbona mwasikitika, sema tusikitika kila tukenda kubisha ufunguliwa tu. Hakuna hata siku moja huenda kubisha mchungaji akabumburusha kwamba rudi kwa barabara ulokuja. Mbona hilo nyinyi wasikitika? Kwa sababu tukenda kubisha tukiambiwa rudini hatuwafunguli milango, ndio utwahara alotaka Mungu sisi tutahirike. Sasa utwahara huu sisi tukao hatupati huu utwahara kwa kule kuwa kila tukibisha sisi ufanyeje jamani? Ufunguliwa milango. Tumeelewana ndugu zangu? Utakuta kwamba ni funzo moja la hali ya juu,
funzo ambalo kwetu sisi haliwezi kuambiwa ni funzo. Haya, wengine waweza kuswalia jeneza na darasa tunaendelea kana kawaida inshallah, kuna usosote sawa kwa roho safi. Toib, sasa angalia na hili ambiwa toeni kabla hamujazungumza siri na nani? Na mtume. Mkitoa sadaka, zile sadaka zitakuwa ni nyingi. Kwanza zitakuwa nyingi kinamna gani? Kwa sababu atakayezungumza na mtume si mmoja, wengi. Sasa kila atakayekwenda kuzungumza siri atoe, kutapatikana vitu vingi vya kuweza kusaidiwa wasiojiweza, au sio? Hii nafuu ya kwanza. Nafuu ya pili, kwa wale ambao hawataweza kutoa, basi kutapatikana afueni kwa mtume, naye akache maneno afanye na shughuli zake nyingine. Huu kumbe ni utahara. Lakini sikiliza wanavyoona wanaosema hii Mwenyezi Mungu kusema dhalika khairul lakum wa athhar, hili ni khairi, ni bora kwenu na ni utahara wenu zaidi. Thumma nasakhahu, kisha kafanyaje? Akainasikhi hii aya, hukumu yake ikanasikhiwa ma kaunihi khairan wa athhar, pamoja na kuwa kwake ni khairi na jambo lenye kutahirisha, jambo la khair na jambo lenye kutahirisha. Lakini Mungu akainasikhi. Je, ilikuwa Mungu hataki ubora wao na hataki watahirike? La, kawawekea badali ambao ina ukanda mkubwa. Nitawapa vitabu Waislamu watukufu. Fanusikha ujubu dhalika anhum, likanasikhiwa wajibu wa hili kwao, likanasikhiwa. Waqad qila, na hakika kumesemwa, innahu lam ya'mal bihadhihi al-aya qabla naskhiha, hakika hakuitumia aya hii kabla ya kunasikhiwa kwake siwa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, isipokuwa Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib peke yake ndio aliyoitumia hii aya kabla haijanasihiwa. Kwa hivyo wengi hawakupata kuitumia, maana alochangulia ni Ali. Kisha ikinasihiwa huna ruhusa tena kufanya akuitumia ile aya. Kwa hivyo Ali radhiallahu anhu alikuwa akiyasema haya. Imamu Tabari katika tafsiri yake yasema an Mujahid, nuhu an munajati nabii sallallahu alaihi wasallam hatta yatasaddaqu, walikatazwa kuzungumza siri na mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka kwanza watoe sadaka. Sikiliza, falam yunajihi illa aliya ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, hakuna alozungumza siri na mtume isipokuwa Ali ibn Abi Talib. Kwa maana Ali ndiye alowahi. Kivipi? Qaddama dinaran sadaqatan, alichanguliza dinari ikawa sadaka, tasaddaqa bihi, aloitolea sadaka. Thumma unzilatir rukhsa, kisha ruhusa hapo hapo ikafanyaje? Sasa Ali alipoitoa ile dinari kuwa sadaka azungumze siri na mtume, mara kisha ikaja takhfifu, aya kanasihi, ikawa peke yake Ali ndio aloiwahi hii sharia na akaitumia, kisha aya kanasihiwa, wengine pia wasiweze kufanya nini? Kuitekeleza. Sasa sikiliza Ali radhiallahu anhu kwenye hili asema hivi. Qala Ali radhiallahu anhu, asema Ali radhi za Mungu zimshukie yeye, ayatun min kitabillah, aya hii katika kitabu cha Mwenyezi Mungu, lam ya'mal biha ahadun qabli, hakuitumia aya hii yoyote kabla yangu mimi. Hao maneno ya nani? Ali bin Abi Talib. Ayatun min kitabillah, aya katika kitabu cha Mwenyezi Mungu, lam ya'mal biha ahadun qabli, hakuitumia aya hii yoyote kabla yangu mimi. Ina maana gani? Ina maana iliposhuka mimi moja kwa moja nilikuwa na dinari, kiitoa kisha nikizungumza nani? Na mtume, kisha aya ikanasihiwa. Kwa hivyo hakuitumia aya hii yoyote kabla yangu mimi. Kisha aliendelea kusema walam ya'mal biha ahadun ba'di, pia hakuitumia aya hii yoyote baada yangu. Kabla yangu hakuna aloitumia na baada yangu, maana baada yake ni ile aya kunasihiwa. Aya kunasihiwa huwa si ruhusa, matumizi ya ile aya hubaki tu katika Qur'ani, mfaida kwa kupata thawabu wa kusoma, kwa sababu pia ni Qur'ani. Ndipo kuona katika Qur'ani tukufu pana aya nyingi sana ambazo
ni mansukha hukman, zimenasihiwa hukumu yake, lakini matemko yake katika Qur'ani yako. Kwa faida gani? Ili upite ni aya, japo kwa hukumu haitumiki, lakini usinyimike thawabu za kuisoma, na ni nyingi sana katika Qur'ani tukufu. Sasa kwenye hii aya, baada ya kunasihiwa, Ali asema ni aya katika kitabu cha Mwenyezi Mungu, hakuitumia yoyote kabla yangu mimi wala hakuitumia yoyote baada yangu mimi. Akasema hivi kisha Ali, kana indi dinarun, nilikuwa na dinari, fasaraftuhu bi10 darahima, nikaisurufu, kana maana nikaiuza, nikaichange kwa dirhamu 10. Hii dinari, hii dirham. Kwa wakati wao huo, na pesa hupitiana kiwango, au sivyo? Sasa sema nilisurufu kwa dirhamu 10. Fakuntu idha ji'tu ila nabii sallallahu alaihi wasallam, nikawa nikija kwa mtume sallallahu alaihi wasallam nataka kuongea na yeye siri, tasaddaqtu bi dirhamin, hutoa sadaka dirhamu 1, basi nikapata ruhusa kuzungumza na mtume. Fanusikhat, aya ikanasihiwa, falam ya'mal biha ahadun qabli, asitumie yoyote kabla yangu mimi. Ina maana mimi kawa ndiye wa mwanzo, na baada ya kunasihiwa haikupatikana nafasi kwa mwingine, kwa sababu ikinasihiwa hukumu huletwa lingine badala, pengine ikawa ni bora zaidi, kama jinsi ambavyo nitawaambia. Qatada ni mwanachuoni wa tafsiri, sikiliza asemaje, innaha mansukhatun, aya hii ni mansukh. Mafhumu mansukh, aya ima hunasihiwa hukumu ikabaki lafzi, ama hunasihiwa hukumu na lafzi, zote nzigawanywa ziko katika Qur'ani tukufu. Sasa Katada akasema innaha mansukhatun ma kanat illa sa'atan min nahar, sharia hii imenasihiwa, haikuwa isipokuwa isaa moja tu katika mtana. Isaa tu ilishuka hiyo sharia, kisha mambo yakaisha. Kivipi? Ikaja nida, enyi mlioamini, mkitaka kuzungumza siri na mtume, changulizeni sadaka kabla hamujaongea siri. Kwa isaa moja la mtana ikanasihiwa aya, wakawekewa badali nyingine. Kuna wanaosema kuwa sijui ilipita siku 10, vyovyote itakavyokuwa, sisi tutashika ni aya iliteremka sharia, Ali akawahi mbele kama anavyosema, kisha ikanasihiwa, wakapewa badali. Badali gani ndugu zanguni katika imani? Sikiza Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu kwanza asema, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, asema mtume sallallahu alaihi wasallam asema, ma tara, mtume amwambia Ali, waonaje? Kwa maana waonaje kuhusu hii sharia iliyowekwa. Sharia huwa sharia toka kwa Mungu, imekuja kwa mtume. Hapa humuuliza Ali suala hili ili amchachulie kuhusu walowekewa sharia hii kwenye hili la kutoa, wasemaje? Waona kiwango gani kitakuwa ndicho cha sahali kwao, ili hii nafasi ipatikane ya kuzungumza. Asema dinarun, mtume asema dinari moja watoe sadaka ndio kisha. Qala Ali akasema la yutiquna, hawawezi. Qala nisfu dinar, basi nusu dinari. Qala la yutiquna, pia hawawezi. Qala ma tara, hayo waonaje? Sema qala sha'ira ni ngano. Faqala lahu mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, innaka la zahidun, zahidi ni mtu kuwa na zuhudi, na zuhudi mtu kuipa nyongo dunia, nkana kuweka la usahali hili, nakala zahidi. Qala Ali radhiyallahu anhu, fabia khaffafa Allahu an hadhihi al-umma, kwa sababu yangu mimi hapa Mwenyezi Mungu kaukhafifishia umma huu. Kwa hivyo pia wema bila shaka, kwa sababu yeye ndiye alowahi, na hama swala kaulizwa yeye, na yeye ndiye alowahi moja kwa moja iliposhuka ya ayyuhalladhina amanu, yeye akawa na dinari, akahuitoa sadaka, kisha akaenda kuzungumza siri na mtume, na husema hakuwahi yoyote kabla yangu mimi na hakuwahi yoyote baada yangu mimi. Mafhumu ikhwa? Tayeb. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, ashfaqtum an tuqaddimu baina yadi najwakum sadaqat,
Mwaogopa hivi, mwaogopa kutanguliza mbele ya siri zenu sadaka? Yani mwaogopa kutanguliza sadaka mbele ya siri zenu? Kwa maana kwanza mutoe sadaka kisha muzungumze siri na mtu. Kuogopa kuwa pengine kule kutoa kwenu mutafukarika? Angalia Mwenyezi Mungu asema fa in lam taf'alu, iwapo hamutofanya. Kutofanya huku kutofanya kwa kutokuwa na uwezo. Angalia, haikuja hii kuwa wajibu wa moja kwa moja kana jinsi wanavyoni wanavyotuzungumzia. Iwapo hamutafanya basi Mwenyezi Mungu amewasamehe. Sasa angalia, badala akasema fa aqimu ssalata, simamisheni swala, wa atu zakata, na mutoe zaka, wa ati'u Allaha wa rasula, na mumtii Mwenyezi Mungu na nani? Na mtume wake. Sasa jamani, lililotakiwa katika hii aya kisha tuozeshe na hii badali iliyowekwa, ili iwe ndio bora zaidi kuliko lile ambalo wao wamenasikhiwa nalo. Lilirasihiwa lipi? Ni la kuwa ukitaka kuzungumza siri na mtume kwanza utangulize nini? Sadaka. Kisha akasema kufanya hivyo ni kheri kwenu na lenye kuwasafisha. Kwa hivyo ina maana kulikuwa wafanye hivyo wapate usafi, au si? Angalia, iliponasikhiwa kuhafifishiwa kwa sababu wengine hawajiwezi, ikawekwa badali, bila shaka itakuwa ni khairi zaidi kwa vile tutakavyozungumza. Angalia, akasema simamisheni swala. Kusimamisha swala ni utwahara, si utwahara wa mtu? Tutakwenda kwa dalili. Toeni zaka, mumtii Mungu na mtume kabisa. Mwenyezi Mungu kaweka hili na liwajibike hilo kwa walo nasikhi wa sharia hii, kule tahafifu wakaipata na huku wakapata utwahara vile vile walo ukosa kule katika kutanguliza sadaka kabla hawajazungumza siri na nani. Haya, sikilizeni hapa wanavyoona, wasema li anna salata tutahhiru nufusa, kwa sababu swala ufanyaje? Hutahirisha nini? Kwa hivyo lile walilopingwa kukosa utwahara kwenye kutanguliza sadaka kabla ya kuzungumza siri na mtume, vaambi wasimamisheni swala, na kusimamisha swala ni utwahara wa kipekee wa mtu kuitahirisha nafsi yake, au sivyo jambo? Wazakati, na zaka, fiha naf'un 'am lilmu'minin, ni manufaa ya waumini wote. Lakini hapo tumepata wapi utwahara? Manake hapa lililonasikhiwa ni la faida ya kutwahirika kwenye ile sadaka, na huku akaambiwa simamisheni swala, tumepata ni utwahara wa nafsi. Mutoe na zaka ni manufaa kwa waumini wote. Wa ta'ata Allahi wa rasuli, na kumtii Mungu na mtume, khairu ma yatihi almu'min wa yatahalla bi, ni bora analolipamba nalo mu'min na ni bora analotakiwa mu'min alitende. Kusimamisha swala, kutoa zaka, kumtii Mungu na mtume. Haya, sikilizeni Abu Huraira, ili kupata maoano alile ambalo limefutwa na muungo ambao utakuwa ni bora kwa kuwekewa sharia ya swala, utwahara umepatikana pale pale. Abi Huraira radhiyallahu anhu asema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, Mtume asema hivi, araaitum, muonaje, lau anna nahran bibabi ahdikum, lao mto ukawa mbele ya mlango wa mmoja wenu, mtu nyumba yake hii, mto huu swawirisha kama si mto jari, nyumba yako hii, swimming pool yako hiyo, sawa? Tufanye hivyo. Sasa lau anna nahran bibabi ahdikum, Mtume asema lao ikawa mto uko mbele ya mlango wa mmoja wenu, mbele ya nyumba yake, yaghtasilu minhu, mwenye nyumba hii akawa huoga kwenye mto huo, kula yaumin 5 marat, kila siku akawa huoga mara 5. Hal yabka min darnihi shay'un, je, utabaki uchafu wote kwenye mwili wake? Yani mtu vipindi 5 chomo tu kwenye swimming pool yake,
Kila kipindi huoga. Mtume asema mtu huu atabakisha uchafu wote? Qalu, masahaba akasema la yabqa min darnihi shay, hatobakisha uchafu wote. Qala, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema kadha mithla salawati alkhams, ni mfano wa swala tano. Yamhu Allahu bihinna alkhataya, Mwenyezi Mungu hufuta madhambi kwa sababu wa swala hizo tano. Swala zako tano unapoziswali basi ni sababu wa kufuchiwa madhambi. Sasa ndugu zanguni, ni haya dhambi alizozibeba mwanadamu ni uchafu ameubeba, ndivyo sivyo? Ikiwa swala zitamfanya ifuchwe dhambi zake zote, ina maana swala imensafisha uchafu wake wote. Sasa ule utwahara waloukosa kwa kunasihiwa aya ya kuchanguliza sadaka kabla hujazungumza siri na Mtume, wameambiwa wasimamishe swala, utwahara kamili uko hapo hapo, kwa sababu kwenye swala tano humfanya mtu afuchiwe dhambi zake zote. Kwa hivyo madhambi yamepakika kwenye mwili wa mtu, unaposwali hufutika yote na kusafika. Hiyo badali njema Mungu kaiweka zaidi baada ya kunasihiwa hilo. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu haweki hukumu isipokuwa kwa maslahi ya wale wawekewa hukumu, wajue maslahi hayo ama wasijue. Hiyo ni swala. Je, zaka, mbona hapa iliponasihiwa aya ile waliambiwa simamisheni swala kisha mutoe na zaka? Utwahara wapi tutaupata kwenye swala la zaka? Asema naam, az-zakatu walivyotafsiri wanavyoni wasema albarakatu wat-taharatu wan-namau was-salahu. Zaka ni albarakatu, ni baraka, wat-taharatu na ni tahara, wan-namau na ni kukua, was-salahu na ni kuchengeza. Kwa maana zaka ni baraka, kumfanya alotoa yale mali abarikiwe. Ndipo Mtume asema sadaka ya mtu haipunguzi mali yake bali huzidisha. Mafhumu? Utoacho huzidishiwa, hakipunguzi. Moja, zaka ni tahara kweli, huatwahirisha yale mali na kuntwahirisha yule mwenye mali. Zaka ni annamau, huwafanya yale mali ya kuwe. Na zaka ni as-salahu, kuleta maslahi, kwa sababu umemvucha asojiweza awe na uwezo naye. Ikiwa kweli ile zaka itatolewa kwa misingi itakiwao, kama hutolewa zaka nampa mustahiki wa kupewa zaka ili Ramadhani ijao na yeye atoe, basi ingekuwa tumegeuza watu wengi sana. Ikiwa zaka hutolewa kisampulia, huyu astahiki apewe, bwana tunakupa kiwango hiki cha kutosha, ili mwaka ujao kwa mwaka mzima na wewe wazishughulikia zile pesa, wewe utoe mtajirishe mwingine, wewe utoe mtajirishe mwingine. Lakini sasa umasikini, ufukara hauwezi kuisha katika mujtama. Kwanza ni umbile watu mtabini, lazima wawe hivyo kimaslahi ya kidini. Haya, na sisi kwenye kuchangia kuzidi kueneza hawa nini. Kwa sababu gani? Kwa sababu nzile za 200 bahasha kwenye nlolongo kama kupiga kura na video yafanya kazi, hapa ndipo kukaharibika mambo. Kwa hivyo zaka pia ni utwahara, wakawekewa mbadali. Wasumiyati zakatu liannaha tazidu fil mali alladhi ukhrijat min, zimeitwa zaka kwa sababu huzidisha yale mali yaliyotolewa. Wataqihi al-afat, kisha zile zaka hukinga mali na maafa. Kwa hivyo maadamu hukinga mali na maafa, tayari masilahi kwa mwenye mali. Ndipo Ibn Taymiyyah akasema hivi, nafsul mutasaddiqi tazku, nafsi ya mwenye kutoa ile zaka tazku, hutwahirika na kuchakasika. Subhanallah, angalia, Mungu huondosha hukumu ya jambo akamwekea mtu iliyo bora zaidi kuliko. Mafahamu? Kule ubora na utwahara kwenye kutoa sadaka, watakuzungumza siri na nani? Na Mtume. Akaambia msipofanya Mungu amewasamehe, basi simamisheni swala na mtoe zaka. Kumbe swala kwanza ni utwahara, kwa hivyo hamkukosa. Zaka vile vile ni utwahara, hamkukosa.
Ibn Taymiyyah naye akasema nafsul mutasaddiqi tazku wa maluhu, na mali yake yazku, pia hutahirika na kusafika. Yatharu wa yazid, hutahirika na kuzid. Lau tahara limepatikana katika zaka, ambao ndio ilivyotemka aya baada ya kunasihiwa aya. Qala ta'ala, sikiliza Mwenyezi Mungu asemaje 103 suratu Tauba, amwambia mtume khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Angalia, tuzakkihim biha min az-zakat, chukua kutokamana na mali yao, uchukue mfungu la zaka, liwatwahirishe wao, uwatwahirishe kupitia kwa hiyo zaka, wa tuzakkihim biha, na watakasi. Angalia, ikanasihiwa kule utwahara ukakosekana na ni bora, lakini wakapewa sharia utwahara ukapatikana pale pale kwenye la kuswali na kwenye la kutoa zaka. Lakini aya imefunga mumtii Mungu na mtume, na Mungu ana habari kwa mnaoyatenda. Naam, amma ta'atullahi wa rasuli, ama utiifu wa kumtii Mungu na mtume wake, humal fawzul azim, kumtii Mungu na mtume ndiko kufaulu kukubwa, au sivyo jambo? Sasa hapo ifanye muungano ni haya. Ushaswali kwa unyenyekevu ukapacha utahara wako, ukiswali kwa unyenyekevu, na tumesema hadithi ya Abi Huraira hapa, asema nyumba mbele yake ina mto ama nini, birika la maji, mtu akawa huoga mara 5 tabaki na uchafu. Tukaona haibaki uchafu, mtume kawajibu maswahaba. Kwa hivyo ndivyo swala jinsi inavyoondosha uchafu, alaykum salam, wa mwenye kuswali. Toi, sasa swala iwe swala isafishe makosa yako, na iwe natija swala ile inasema inna salata tanha anil fahshai wal munkar, si swala yenye faida, kwa sababu faida yake tanha anil fahshai wal munkar. Swala yenyewe ni ile ambao Mungu kaeleza falahi kwa uhakika, qad aflaha almu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un. Sasa umepatikana unyenyekevu katika swala, tayari ni swala yenye faida, tayari ndiyo swala ya kukukataza wewe maovu, na ndiyo swala ya kukupa wewe raghaba na nishati ya kufanya mambo mema, na ndiyo swala inaotarajiwa ya kusafisha makosa yako. Mafhumu? Sasa angalia na hapa, ikiwa imekuja kwa qad aflaha almu'minun, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuifunga aya na mumtii Mungu na mtume, yajulikana kumtii Mungu na mtume ndiko kilele cha mtu kufaulu. Wa man yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, na mwenye kumtii Mungu na mtume wake hakika amefaulu, tena kufaulu kuliko kukubwa. Ukitaka kufaulu, simama kwenye utiifu wa kumtii Mungu na mtume wake. Kwa hivyo tumeona faida ya swala, faida ya zaka, faida ya kumtii Mungu na mtume. Zote tatu hizi zimekuwa ni badali kubwa kabisa ya kunasihiwa aya ya kutaka ubora na utahara kwenye kutanguliza sadaka. Hujanong'ona na kunena siri na mtume, simamisheni swala utapata utahara wako zaidi. Kiwa mmeukosa kule, toeni zaka, utahara utaupata. Mtuini Mungu na mtume, Mungu ana habari kwa mnaoyatenda. Ibnul Qayyim al-Jawziyya rahmatullahi alayhi fi Zadihi juzu ya 4 safha 304. Sikilizeni haya maneno, utayaona kuwa ni maneno mapana tena makubwa zaidi ya natija ya alosimama kwa sharia tatu hizi ambazo zimewekwa ni badala ya kule kutoweza kwake kutoa sadaka. Ataka kuzungumza siri na nani? Ataka kuzungumza siri na mtume. Asemaje Ibnul Qayyim? Ibnul Qayyim asema wassalatu, mbali ya kuwa swala ni utahara kwa mujibu wa neno la mtume kwa hadithi ya Abi Huraira, lakini angalia imekuja ziada ya hapo. Kwa hivyo ina maana badala walowekewa hawa waumini ni badala njema, na ni kweli, ni kusadikisha neno lake.
hatunasihi aya, hatufuti hukumu wa aya ama kusahaulisha, isipokuwa huleta badali yake ama bora zaidi. Sisi tuitakidi naskhi iko katika Qur'ani kwa maslahi ya waliowekewa sharia ya Qur'ani. Kuna grupu hawataki la naskhi hawaitaki kabisa. Badala naskhi wao wanaenda kwenye albadau. Hawa ni hawa mashia. Mafhumu? Albadau wao wanasimama kwenye simamo la Mungu kudhihirikiwa. Ukisema Mungu kudhihirikiwa, umentoa Mungu kwenye ukamilifu wake. Mfano, nkana niwe na hili mimi, mafhumu, kisha likanidhihirikia na kunichatukia kwamba kwa hapana, hili si sawa, hili si zuri, afadhali mfanye hili. Mungu si hivyo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hadhihirikiwi kwake ambalo hili mbora, hili lilikuwa hasi. Si hivyo. Si nasema sharia kwake, na yeye ndiye mjuzi wa kujua maslahi ya alowawekea sharia. Sisi tuweza kudhihirikiwa tukaona hili sawa, kumbe si sawa, au sivyo? Angalia Mwenyezi Mungu kuwatolea habari wale ambao watakwenda kudhihirikiwa na kinyume na mafikira yao. Ni kwa kuwa wao katika ulimwengu walikuwa sisi tunavyofanya hivi ndio fikra yao, lakini walipokwenda huko wasema wabadalahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun, ikawadhihirikia wao kwa Mungu ambao hawakuyadhania. Hatuwezi kumpeleka Mungu sisi hivyo. Sisi tunasema Mungu hutuwekea sharia kwa maslahi. Angalia alilolinasihi hukumu, amelibakisha tamko. Kwa nini? Kwa maslahi yenu. Kwanza, uzito wa sharia ni wahafifishie. Pili, libaki temko ambalo lina uzito wa sharia, ntemko la nyinyi kuisoma ili mupate thawabu ya kusoma Qur'an. Kwa hivyo watu waachane na itikadi mbovu za hawa watu wa ovu, maadui wa Mungu na maadui wa Mtume Muhammad na maadui wa bibi za Mtume na maadui wa maswahaba kwa jumla. Mwafahamu ikhwa? Tayeb. Sasa hapa asema wassalatu mujlibatun lirizq. Angalia hapa ameeleza kwa upana zaidi. Kwa hivyo itakuwa walonasihi wa ile aya wakawekewa sharia hii wamepata upana zaidi kwenye tu kuambiwa faqimu salat, simamisheni swala. Tayeb. Asema wassalatu mujlibatun lirizq. Kwanza Ibn al-Qayyim katika Zadul Maadi asema swala mujlibatun lirizqi, huleta riziki. Yani mtu kwenye kuswali kwake dawam as-salat, muadhib katika swala huleta riziki. Hafidhatun lis-siha, swala huhifadhi siha ya mtu. Ibn al-Qayyim asema dafi'atun lil-adha, swala huondosha maudhi. Udhia mwingi wa mwanadamu huondoka kwa sababu ya swala. Na yote tutathibitisha. Utakuta kwenye mlango nitakaokupa kwenye Zadul Maadi, kisha mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam akafanyeje kwenye swala hili la swala, kuiona tu kwamba lile walilonasihiwa watu Mungu kawawekea mzuri zaidi, ilo bora zaidi, na ufafanuzi na upana wake ndio huo. Mutaridatun lil adwai, swala huondosha, hufukuza magonjwa. Naam. Muqawiyatun lilqalbi, swala huupa nguvu moyo. Moyo wa mtu huwa na nguvu kwa sababu ya swala zake. Lakini swala iitwao swala si swala tu, shape hii ni swala, kwa sababu si kila swala swala, kama ambavyo si kila msikiti ni msikiti. Si kila swala kweli, kwa sababu pana hadithi mbili sahihi, sallu kama raaitumuni na irji' fasalli fa innaka bas. Kwa hivyo si kila swala.
Swala ambao swala ni sallu kama raaitumuni usalli. Swala ambao namna waweza kusema swala ni hii irji' fa salli fa innaka lam tusalli, na vitendo alivyovitenda ukimuuliza yoyote taambia aliko swala. Mfano wa hunka na msikiti, sikila msikiti ni msikiti, kwa sababu kuna misikiti ilivundwa na yake ukimuuliza yoyote kwambia nini? Ni msikiti. Mwafahamu? Msikiti kuitwa ni msikiti ambao umejengwa kwa ucha Mungu na kutendwa ndani yake yalikokuwa yakitendeka katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha akasema mubayyidhatun lilwajhi, swala pia hungarisha uso. Kweli khamsu salawati uso wake ni kinyume na mtu ambaye ni tariku salati. Tariku salati lisinyetu, uso wake ukundene tu, hauna ukundufu. Billahi alaikum. Kwa hivyo swala ni kweli hungarisha uso, hufanya uso ngare. Mufrihatun linnafsi, swala pia hufurahisha nafsi. Kweli angalia, ukisha kuswali we roho yako pia huwaikundusie ikiwa ni swalina. Jamani, haya tunayoyatafsiri ya Ibnul Qayyim ni swala iitwa swala iswaliwao na nswalina mtu kwa kweli huswali. Tumeelewana? Ndio utapacha utamu wake swala na uipate ile natija yake. Angalia haya Ibnul Qayyim ayakundua ni aya tu ilo nasikhiwa ya kuambiwa watu, nyinyi toeni sadaka ndipo muzungumze siri na Mtume. Hamuna cha kutoa, basi simamisheni swala ikawa mbadali ya utwahara, kwa sababu kule Mungu aliutaka utwahara na ubora kwao, wakapacha ubora na utwahara ambao ni kubwa sana. Ni haya maneno anayoyakundua Ibnul Qayyim al-Jawziyya. Mudhihibatun lilkasal, swala huondosha uvivu. Kweli hawi mvivu muwadhibun fi salat kabisa. Munashitatun liljawari, swala huchangamsha viungo. Yote maneno Ibn Qayyim katika zadi yake. Mubiddatun lilquwa, vile vile hunyosha nguvu za mtu huwa ni barabara kwa sababu ya swala. Sharihatun lisadri, hukundua kifua. Kweli jamani mswalina ikosea nirekebisheni, hamna shida. Angalia wewe waweza ukapitwa na swala, lakini ni hana nasema ukapitwa na swala ni uswalina, kinyume na kupitwa na swala si uswalina, au sivyo? Kupitwa na swala si uswalina, ikipicha ina wasiwasi wote, twende kazi, wewe enda na shughuli zako. Lakini kupitwa na swala ni uswalina, haki ya Mungu huveko kitu kwenye moyo wako, uzito wa moyo, kuna na nini mimi leo, mpaka pengine watu wa nyumbani mke wako wewe mbona leo ukiona ambia haki ya Mungu imuona sina rata, sikumbuki mimi na nini, la ilaha illa Allah. Bado hujakumbushwa, udhiki mara pengine nenda saa 6 usiku mpaka 8 usiku, la haula wala quwwata illa billah, mimi isha imenipita. Uangalie subutu lale taruka, tenda kutawadha, ushike mswala, kisha kupiga alhamdulillah. Sasa ukenda kushika mto wako utaupata usingizi, mara lile duku lako lote limefanyika. Mungu hanasihi hukumu kwa muumini akamwekea hukumu nyingine isipokuwa kwa maslahi makubwa, tuwajue ama tusijue, kwa hikma kubwa tuijue ama tusijue. Angalia hapa utwahara tu wa kule, tena kwa kuwasamehe Mungu, kwa kuwa nyinyi hamuna uwezo, mmewasamehe, hamuna uwezo, havana makosa. Na utwahara sasa hapa mtaukosa, lakini angalia simamisheni swala, mtoe zaka, mtoi Mungu na Mtume. Ibnul Qayyim maneno yake kuhusu swala ni hayo, badali kubwa kabisa kuliko ile. Tusonge tuangalie Ibnul Qayyim amehitimisha kivipi. Akasema mughdhiyatun lirruh, swala ni chakula cha roho. Munawwiratun lilqalbi, swala hungarisha moyo. Hafidhatun lin'amati, swala huhifadhi neema zako, hifadhika ikiwa wewe swala. Maana nini?
kwa sababu Mungu akwambia hafidhu ala ish, au si hifadhini. Sasa ikiwa wewe ukatekeleza amri ya kuhifadhi, ni wepesi kwa Mungu kukuhifadhia lako. Na ndipo siku zote mtu akiwa mwepesi wa kutekeleza Mungu, ni wepesi Mungu kukutekelezea yako. Ndipo asema ud'uni, shona fadhkuruni adhkurukum. Sasa wepesi na bidii ya kuyatekeleza Mungu ndiyo yale tu yatakao kwa Mungu itakuwa wepesi kufanyeje, kututekelezea. Tusonge mbele kuokoa muda. Jalibatun lilbaraka, swala huleta baraka. Mub'idatun minash shaitan, swala humweka mbali shetani, na shetani ndivyo marafiki zetu, ndizo itikadi zetu. Hiyo swala inamwepusha shetani. Muqarribatun minar rahman, swala humkurubisha mtu kwa nani? Kwa Rahman. Wa bil jumla Ibn al-Qayyim asema falaha ta'thirun ajibun, swala ina taathiri kubwa sana fi hifdhi sihhati al-badani, katika kuhifadhi siha ya mwili, afya, wal qalbi, na moyo, wa quwwahuma, na nguvu zote mbili za siha na moyo, wa daf'i al-mawadi ar-radi'a anhuma, na kuondosha zile mada ambazo ni mbovu, uchafu ambao unao wewe, wote Mungu kukuondoshea. Angalia Ibn al-Qayyim akhitimisha hivi kuhusu swala la swala, ndugu zangu: wa mabtuliya rajulani bi'ahatin au da'in au mihnatin au baliya. Una maneno, hawakuonjwa watu wawili hawakuonjwa bi'ahatin, aha ni kuwa kama mathalan kiwete, au da'in, ama ugonjwa, au mihnatin tatizo lolote, maafa ama balaa yoyote. Sasa hapo shika watu wawili, hakuonjwa wawili kwa yoyote, kwa lolote kati ya niliyoyataja. Ibn al-Qayyim asema illa kana hadhul musalli minhuma aqalla, isipokuwa hadhi ya mwenye kuswali kati ya wawili hao huwa tatizo lile alilompacha nchache kuliko mwenzake. Mmenielewa vizuri? Yani haya balaa, dhiki, maafa, nini, wawili wakipatikana na hayo, basi hadhi ya mwenye kuswali huwa kwa lililomfikia hali jambo kuliko ule ambaye haswali kabisa. Wa aqibatuhu aslama, na mwisho wake husalimika zaidi. Ibn al-Qayyim aendelea sema walisalati ta'thirun ajibun, na hii swala ina taathiri ya ajabu sana fi daf'i shururi dunia, katika kuondosha mashari ya dunia. Ndugu zanguni katika imani, hakuna ambaye hakuandamwa na shari kwenye dunia hii. Uko? Hakuna. Usiniambie. Na kama hukuandamwa na shari, nyosha mkono kwa wewe, basi wali nno. Mawali ndivyo waloandamwa na shari zaidi. Kwa hivyo hakuna alosalimika na shari. Sasa je, ili shari lifukuzike, ndugu yangu katika imani, shari lako liondoke, mswala taathiri yake ni kweli, kwa sababu yote haya yarudi katika swala. Na mwenye kukuandama kwa shari, nguvu zote zilizokusanywa kwa mujibu wa neno la Ibn al-Qayyim zitakuwa kinga kwako kwa kila mwenye shari biidhnillah. Wala siyama, tena sema hususan, idha u'tiyat haqqaha, swala ikipewa haki yake, minat takmili, kwenye kukamilishwa dhahiran wa batina. Yani uikamilishe swala dhahiran wa batina kwa itakiwavyo, wallahi alazim utatumiwa venye kukufanyia ushari, kile tena wale tawariqul layli waovu, na billahi alaik hakuna la kukupata hata. Nitakupa mfano mmoja ambaye si sahaba kama watu wa karne hizi tulizo nazo, lakini ni 5 salawat. Barakallahu fi, ni 5 salawat. 1, 2 ni dhakaran, ni mtu wa kumtaja Mungu sana. Yani utamuona katika barabara yake na hanjam zake, lakini anamtaja Mungu. Wallahi billahi, mzee tunaye hapa, barakallahu fi, sina haja ya kumtaja jina lake. Asema alisafiri siku moja kwenda kwenye kijiji fulani katika vijiji vya Tanzania. Kwenye hivyo vijiji vana desturi ya kwamba ukiingia mpaka ukurubishwe, ni mgeni wewe. Kukurubishwa nkuteswa usiku uzima na watu ambao ni maprofesa wa uganga, waganga wa kikweli, si hava koko wetu, waganga
Waganga kikweli ustadhi, wameamua kumkufuru Mungu, basi hukukurubisha, kisha asubuhi wakayakatekateka. Na desturi ya mwanga kumbe ndivyo walivyo wale wenye kujua vitabu vya wanga. Mwanga kumbe imupewa habari na wanaojua wanga, sijui wanga wala sijui vitabu vyao, takibala zenu. Wasema mwanga una desturi ya kikuanga usiku, asubuhi mapema huja kukuuliza habari ili ya kuone uliudhika jana. Sasa ile jana sikulala, basi usikia ndio usikia raha ile alesikadhani watu wao. Sasa sema bwana kurubishwa kwenye kijiji, namna alivyochoka kwa safari, alipolala Shekhe Koromo. Sasa kumbe vizee pale wataka kumtesti huyu bwana, basi usiku walikwenda gurupu, wakaingia mpaka kwa room, wakinkurubia wamuona huyu bwana uko mata, tena uko mata kwa subhanallah alhamdulillah la ilaha illa Allah Allahu akbar. Sikia maneno wallahi billah, wakatoka kwa mbio, uko mato hatumwezi. Wakarudi tena mara pili, wakarudi tena mara tatu, mpaka tena fajiri huwa mikoba yao huisha, wakarudi sasa kwa hatukumweza. Saa 4 wako nyumbani. Aliingia jana bwana, alipoingia akamwambia mzee salamu alaykum, vipi hali bwana, namna gani? Wataka kumjua, alishtuka akamwambia alhamdulillah, siwezi kuambia lolote majirani wangu kwa sababu nilipopanda kichanda sikujielewa. Umeona? Subhanallah, hakujielewa kikweli kwa kuchoka kwake. Lakini angalia taswiri ya Mungu huyu bwana, kwa kuwa ni mtu 5 salawati na ni mtu dhakaran, akawasawirishia wale wenefu wa usiku kucha kama kwamba uko mato na huleta dhikri na mtu hutoa koromo. Basi wajua kwa sababu ni waganga nao wakamwambia, mzee sikiliza, tutakwambia ukweli, hii ni desturi kijiji chetu mpaka tumkurubishi. Jana tulitaka sana kurubishi, lakini wewe husema ulikuwa kwenye kurumu, kila tukija mato meupe, utatuambia tupe na sisi bwana hiyo mikoba bwana, mikoba yako tuiona mikubwa sana. Sasa wao humuona huu ni mganga zaidi kushinda, wataka mikoba kwao ili kesho endo akanchesema. Angalia natija nini ndugu zanguni? Natija ya swala 5 zikiwa swala na ikiwa mtu ni daiman anamdhukuru Mungu. Tuyamalizeni maneno ya Ibnul Qayyim ambayo yana faida kubwa sana. Famastudfi'at shururu dunya wal akhirah, mashari ya dunia na akhira hayakuondolewa, walastujlibat masalihuha, wala kuleta maslaha ya dunia na akhira, bimithli salati, kana mfano wa swala. Swala huondosha mashari ya dunia na mashari ya akhira. Swala huleta maslahi ya dunia na maslahi ya akhira. Wasiru dhalika, na siri ya hilo, anna salata, ni kuwa swala silatun billahi azza wa jalla, ni mafungamano ya Mungu, ni mtu kufungamana na Mungu. Angalia hata wanavyoona wasema Mungu aliposema aqimis salata lidhikri, simamisha swala, kumwambia mtume simamisha swala kwa kunikumbusha mimi, kwa kunikumbuka mimi, ni kwa kuwa mwanadamu na mughafala. Tukawekewa vipindi 5, ukiswali usubuhi waweza ukatoka kwenye fikra ukansahau Mungu. Vipi ukisikia adhana ya dhuhuri ukafanyaje? Ukaja ukamkumbuka Mungu. Papu ukaanza kusahau hivi kibinadamu. Ukisikia adhana alasiri, vipindi 5 Mungu akaweka kwa sababu wa mtu kujikumbusha, kumkumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo mafungamano makubwa ya mwenye kuswali na Mungu. Wa ala qadri silati al-abdi bi rabbi, Ibn al-Qayyim asema, na kwa kiasi cha mafungamano wa mja na Mungu wake azza wa jalla, taftahu alayhi min al-khairati abwabaha. Mashallah, hii swala humfungulia yeye milango ya khairi. Wa taqta'u anhu min ash-shururi, na kumkatia yeye mashari. Wa tufidhu alayhi mawada at-tawfiq min rabbih azza wa jalla, kummiminia yeye sampuli zote za kuwafikiwa za kutoka kwa Mola wake azza wa jalla. Wal afiyata wasiha, pia kukupa afia na siha. Wal ghanimata wal ghina, kukupa faida ghanima na kujitosha. Warahata wan naim, kukupa na raha na neema. Wal masarrat, na kila jambo la furaha. Kulluha muhdhiratun ladai,
yote huhudhurishwa mbele ya mwenye kuswali. Wa musari'atun ilayna, haya yote hufanya haraka kumfuatia mwenye kuswali. Kufunga nakala zetu za leo kwa mujibu wa neno la Ibnul Qayyim, ikiwa mfaida tu hii kubwa kwenye kuambiwa walonasikhiwa ile aya ya kuwatahirisha na kufanya ubora kwenye kutanguliza sadaka, hujazungumza na Mtume, imeonekana faida sasa ambayo imesimamishwa ndio kubwa zaidi kuliko ile. Kwa hivyo hawakuhasirika. Ndipo Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla akasema hivi, wasta'inu bisabri wassalati, takeni msaada kwa kusubiri na kwa swala. Ina maana hii subra bila msaada wa Mungu huwezi kusubiri, hata swala bila msaada wa Mungu huwezi kuswali. Namba ya wasioswali wengi kuliko wanaoswali. Kwa hivyo wewe ukiona swali sema alhamdulillah, na ukiwa ni muadhibi katika swala ukose kipindi pia sema alhamdulillah, kisha upeleke ulinganizi kwa walokosa neema hiyo na wewe Mungu amekupa neema. Kwa hivyo kila jambo lataka msaada. Ndipo katika swala ikawekwa Fatiha wajibu wewe kuiswali, alaysa kadhalika, ni wajibu kuisoma. La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Kwa nini? Kwa sababu hapa kuna ombi la kumwambia Mwenyezi Mungu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Angalia kwenye swala na kwenye hiyo la swala Mungu asema wasta'inu bis-sabri was-salat. Kwa nini? Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Jambo hili la swala ni zito mno isipokuwa kwa wanyenyekevu. Kwa hivyo ukiona ni 5 salawati, inshallah kuwa na bishara pengine ni katika wanyenyekevu, na Mungu atujalie sote katika wanyenyekevu. Hii ni suratul Baqara 45. Waqal ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, ista'inu bis-sabri was-salati, takeni msaada kwa subira na kwa swala. Inna Allaha ma'as sabirin, ma'iyatullah, Mungu yuko pamoja na wenye kusubiri. Mafhumu ikhwa? Waqala ta'ala wa'mur ahlaka bis-salati, amrisha watu wako swala, wastabir 'alayha, wewe usubiri juu ya swala la swala. La nasaluka rizqan, hatukuombi ruzuku, kwa sababu swala yako itakupa riziki yako. Mungu hafaidiki kwa riziki. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wama uridu an yut'imun inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqa, hatukuombi riziki, nahnu narzuquk, sisi tukuruzuku wewe. Wal 'aqibatu lit-taqwa, na mwisho mwema kwa wacha Mungu. Taha 132. Ndipo kufunga maneno katika sunan. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alikuwa mtume wa Mungu, rehma na amani zimshikie, idha hazabahu amrun, asongwapo na jambo limemsonga, jambo limentatiza. Kwa hivyo dhiki zozote zilizompata, tabu yoyote aliyoipata, kusongeka na jambo lolote, fazaa ila salati, haraka huenda kuswali. Na ni hadith sahih akhrajahu Ahmad wa Abu Daud fi hadithi Hudhaifa bin al-Yamani radhiyallahu anhu. Na wewe pia waambie tatizo lolote la kutatiza, udhiki, nenda katawadha swali, keti katika swala pale, vuta nyiradi zako, lakini hiyo swala tu tayari itakupoza tatizo lako, dhiki zako zote, kama ndivyo alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi kwetu mimbabi aula. Lidhalika tumeona kwenye hizi aya, ndugu zanguni katika imani, aya ya 12 na 13 imetuletea natija zote hizi, na wakawekewa watu sharia baada ya kunasihiwa sharia kwa maslahi yao. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, idha najaitumur rasula, munapozungumza siri na mtume, faqaddimu baina yaday najwaakum sadaqa, changulizeni mbele ya kuzungumza siri kwenu, changulizeni sadaka kwanza. Dhalika khairul lakum wa atharu, maana hilo ni bora kwenu na lenye kuwatahirisha zaidi. Fa in lam tajidu, musipopata, fa inna Allaha ghafurur rahim, hakika Mwenyezi Mungu ni mwingi wa msamaha na Mungu mrahimu, mwingi wa sikitiko. Ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwaakum sadaqat, hivi muogopa kutanguliza mbele ya siri zenu, kutanguliza sadaka kwanza? Fa in lam tafalu, musipofanya, angalia sikupatilizwa kwa mateso, fa aqimu salata, simamisheni swala, wa atu zakata, na mutoe zaka, wa ati'u Allaha wa rasulahu, na mumtii Mungu na mtume wake. Wallahu khabirun bima ta'malun, na Mwenyezi Mungu ana habari kwa yote mnayoyatenda.
جعلنا الله من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا ارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ارزقنا اجتنابه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده مؤيدا معصوما. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.